Utekelezaji wa ilani ya mwaka 2020 hadi 2025. Tulisema maeneo matatu makuu yatakuwa ni uchumi, kujenga uchumi imara, kujenga miundombinu na kuhakikisha kwamba huduma za jamii zinaboreshwa. Uchumi wetu umekuwa, nyinyi ni mashahidi. Wakati sisi tunaingia madarakani mwaka 2020 ilikuwa ni kipindi cha COVID. Kwa kweli hali ilikuwa ngumu sana, lakini baada ya pale tukaujenga uchumi na hadi tunafikia sasa tumetoka 4% ya ukuaji wa uchumi mpaka 7.4%, jambo ambalo limetuwezesha kufanya mambo mengi ya kimaendeleo. Kwa hivyo uchumi wa Zanzibar unaendelea kukua na bila shaka matokeo yake tunayaona kupitia sekta mbalimbali, hususan sekta ya utalii. Sasa hivi Zanzibar imekuwa ni kivutio kikubwa cha watalii duniani. Ndege zinazokuja Zanzibar ni nyingi kuliko zinazotoa Dar es Salaam au Kilimanjaro. Sisi tunaongoza sasa hivi kwa wingi wa ndege zinazotoka nje. Kila siku ya Mungu hoteli zinajengwa hapa Zanzibar, iwe Paje, iwe Nungwi, Kiwengwa, Uroa, alimradi kila unapopataja. Na sasa tumeanza mpaka kupata wawekezaji wa kujenga mahoteli makubwa makubwa Pemba. Kwa hiyo hii yote inaonyesha kwamba uchumi wetu umekuwa, wawekezaji wamekuwa wengi wanakuja, na hali hii itaendelea. Sasa kwenye upande wa miundombinu tunatambua bado ziko changamoto, lakini kwa kiwango kikubwa sana maeneo matatu makubwa tumeyafanyia kazi. La kwanza ni maeneo ya bandari. Hivi tunavyozungumza tayari ujenzi wa bandari kubwa sana umeanza kule Mangapwani. Lengo ni nini? Lengo ni kuondoa bandari ya Malindi ambayo imejengwa toka mwaka 1920. Kwa kweli hakuna sehemu ya kufanyia tena upanuzi, lakini miundombinu imechoka na iko ndani ya sehemu ya mji mkongwe ambayo ni ya UNESCO. Huwezi kubomoa chochote pale bila kibali. Kwa hivyo tumeona sasa wakati mwafaka tuitoe bandari hapa, tuipeleke Mangapwani, ili haya matatizo yaliyosemwa hapa yanayohusiana na bandari tuondokane nayo. Lakini kwa sababu bandari ya Mangapwani itachukua muda kidogo, kama miaka 2.5 tumeona tuanze na bandari ya Fumba ambayo baada ya mwaka mmoja itaweza kupokea meli zinazokuja. Sasa hivi inapokea zile meli za landing craft peke yake, lakini baada ya mwaka mmoja itapokea meli kubwa kutoka nje ya nchi ili tuweze kupunguza msongamano wa hapa Malindi. La pili ni viwanja vya ndege. Nyinyi ni mashahidi, mmeona kuna ujenzi wa jengo jipya pale katika uwanja wa ndege wa Karume hapa Unguja, na uwanja wa ndege wa Pemba tumetia mkataba, tumemkabidhi mkandarasi, ameshaingia site kuanza kuujenga. Haya ni mafanikio makubwa katika kuongeza utalii wetu na uchumi wetu. Eneo la tatu ni barabara. Mmezungumza wengi hapa. Tumejenga barabara kubwa na barabara za ndani vijijini kote. Barabara zilizobaki ni chache sana, ambazo katika kipindi kijacho tutazikamilisha. Tukiweza kukamilisha barabara hizo, miundombinu ikiwa imara, uchumi wa nchi utapaa. Tunachokuombeni ni kwamba muendelee kutuamini ili tuweze kuyatekeleza haya. Kwenye upande wa huduma za jamii, maeneo matatu makubwa tumeyafanyia kazi: afya, elimu, maji. Afya, kama mnavyoona, kila wilaya tumeweka hospitali, na baadhi ya mikoa tumeshaanza kuweka hospitali za mikoa, ikiwemo hii iliyotajwa hapa ya Lumumba kwa mkoa wa Mjini Magharibi. Tutaendelea kujenga hospitali za kisasa zenye huduma za kisasa, na kinyume na wengi walivyodhani kwamba tukijenga hospitali hizi tutaanza kulipisha watu. Hospitali bado ni bure, kila mtu anaweza akatibiwa. Sasa hivi ukienda katika hospitali za serikali, iwe ya wilaya au ya mkoa, unapata huduma zote bila malipo yoyote. Juzi nilikuwa Pemba, wananishukuru, wanasema hata kusafisha damu kwa wagonjwa wa figo ambayo unatakiwa ufanye mara 3 kwa wiki, na bei yake ni kila session moja 2.5, nayo bure. Kwa hivyo wamefarajika sana wananchi. Sasa hivi tunayo hiyo Pemba dialysis, tunayo Unguja inafanya na sasa hivi hapa Unguja kuna mashine za kisasa sana
MRI, CT scan na mambo kama hayo. Kwa hivyo huduma za afya kwa kweli zimeboreka sana. Hali kadhalika kwa huduma za elimu. Nyinyi ni mashahidi wa skuli zinazojengwa sasa, skuli za kisasa, skuli zenye maabara ya sayansi, skuli zenye maktaba za kujisomea, skuli zenye maabara za kompyuta. Watoto wanaanza kujifunza kompyuta mapema kabisa. Nilipokuwa naenda kufungua skuli hizi mpya, nilikutana na watoto kule ambao wana ile kompyuta wasaidiwa vizuri mno, ambayo ndio tunapoelekea ni teknolojia tu. Lazima tuwafundishe watoto wetu kuanzia mwanzo, na kwa kweli kazi iliyofanyika kwenye sekta ya elimu ni nzuri na matokeo tumeshaanza kuyaona. Vijana wengi sasa hivi form 4 na form 6 wanafanya vizuri mno. Matokeo yetu hapa Zanzibar yamebadilika, vijana wanafaulu kwenda vyuo vikuu na wale wanaokwenda A level wamekuwa ni wengi sana. Nilikuwa nawaitisha mimi kwa hapa chakula cha mchana wale vijana wanaofanya vizuri. Sasa hivi maeneo yamekuwa hayatoshi kwa wingi wao. Vijana wanafanya vizuri mno katika sekta ya elimu. Sekta ya maji tunayo mipango yetu ambayo inaendelea. Upande wa Kaskazini Unguja tayari kuna mradi mkubwa ambao unaendelea kujengwa. Mjini kuna miradi mikubwa ambayo imeshajengwa na tuna mradi maalum kwa ajili ya Mji Mkongwe ambao unakuja. Kwa hivyo tulizozitoa mwaka 2020 tumezitimiza. Tunachoomba sasa mtuamini tena ili tufanye makubwa zaidi yanayokuja. Baada ya kusema hayo, sasa nizungumze kidogo kuhusu Mji Mkongwe wenyewe au jimbo la Malindi kama ambavyo mmeuliza. Kulikuwa kuna hoja ya majengo kuzeeka, magari, vishindo vya magari kuendelea kuharibu majengo, vumbi katika maeneo haya ya kontena hapa, msongamano wa magari umekuwa mkubwa, na bandari ya jahazi hapa Funguni kuwa ukuta wake sio mzuri, kuwa na karibu mno na nyumba za watu, na maadili ya mabaharia kuwa ni kero, na askari jamii kutolipwa katika maeneo waliyofanya kazi. Haya yote nimeyapokea, lakini nataka nikwambieni kwamba tuna mpango maalumu kwa ajili ya Mji Mkongwe. Mpango maalum. Mpango maalum wa Mji Mkongwe ni kuzitengeneza nyumba za Mji Mkongwe ziweze kuishi tena kwa miaka 100 ijayo, kwa sababu tusipozitengeneza nyumba hizi nyingi zitaanguka. Kwa hiyo kuna mradi maalum wa utengenezaji wa nyumba za Mji Mkongwe, lakini tutaweka huduma za maji, huduma za umeme, internet chini ya ardhi. Hiyo mpango imeshaandaliwa ile project yake, ili tuondokane na nyaya kila pahali, tuondokane na mabomba ya maji yanayopita kati nje ya nyumba na kadhalika. Lengo ni kuhakikisha kwamba Mji Mkongwe wetu unakuwa mzuri, unaendelea kuwa kivutio cha utalii duniani. Kwa hiyo hizi kero zote zilizotajwa hapa, in fact tumeanza kufikiria kwamba tufike wakati Mji Mkongwe gari za kawaida ziingie gari za umeme tu, kupunguza ile vibration ambazo zinaweza zikaangusha zile nyumba. Hayo yako njiani, na watu wanaweza wakadhani labda tunasema. Tayari tumeshaanza kuweka mikataba ya uletaji wa mabasi ya umeme hapa Zanzibar. Mkataba ushasainiwa, baada ya siku chache sana mabasi ya umeme yataingia. Tunajenga pale kwenye kilichokuwa kiwanja cha mpira cha Malindi parking kubwa pale kwa ajili ya mabasi hayo, lakini kwa ajili ya zile tunaita EVs, electrical vehicles, za kuingia Mji Mkongwe, kuondoa magari makubwa yenye vibration kubwa ndani ya Mji Mkongwe. Na ikihama bandari, maana yake hata yale malori ya kubeba makontena yatakuwa tena hayaingii kabisa huko Mji Mkongwe. Kwa hivyo mpango wa kuutengeneza Mji Mkongwe upo. Sasa unapotaka kufanya maendeleo pia kuna changamoto, ndio ambayo wengi wamezungumza hapa kuhusu wakazi wa Mji Mkongwe. Niseme kuhusu nyumba za serikali. Mama mmoja amesema hapa, ndani ya Mji Mkongwe kuna nyumba za aina 3. Kuna nyumba za shirika la nyumba, kuna nyumba za wakfu, na kuna nyumba za watu binafsi. Tunataka kuzitengeneza zote, iwe ya wakfu au ya shirika la nyumba au ya mtu binafsi. Lazima tuzitengeneze zote, na utaratibu ni kwamba lazima tuwe tuna mpango wa kuzijenga kwanza nyumba kadhaa, ili wale wanaotakiwa kuhama wahame kwenye zile ambazo zishatengenezwa,
ili mtu akihama tupate nafasi ya kutengeneza, badala ya kumhamisha atoke nje ya mji mkongwe, anaweza akabaki. Hiyo ndio kazi iliyokuwepo. Tumeshatenga fedha ya kutengeneza baadhi ya nyumba ili kuwahamisha watu katika nyumba ambazo zisharekebishwa, nyingine ziendelee kutengenezwa. Mama mmoja alisema kuhusu wanyonge, nataka nikuhakikishie hawatohamishwa moja kwa moja. Tutawahamisha kwenye zile ambazo zishatengenezwa ili wanazokaa sasa ziweze kufanyiwa nazo matengenezo, vinginezo zitaanguka. Kuhusu swala hili la wageni wanaotembelea mji mkongwe, alisema mzee wangu pale kuwa hawavai kwa stara inayotakiwa, nadhani hili ni swala ambalo lazima tushirikiane kwa kuwa uwezekano upo kuwaelimisha hawa kwamba umeingia katika eneo ambalo watu wana maadili yao hapa, basi kitenge hichi hapa au kanga hii hapa, ukiwa hapa basi lazima uvae hii. Na uzuri wa wenzetu hawa wanakubali, wakielimishwa wanakubali kufanya hivi. Kwa hivyo masheha na wengine viongozi, hata wananchi kwa ujumla, tuwaelimishe hawa ili tuweze kulinda utamaduni wetu na dini zetu katika maeneo yetu, ili tusivunjiwe yale maadili ambayo tunayo. Nadhani hili linaweza, na kuna wakati unawaona wamevaa kanga, ni kwa sababu wameelezwa. Kwa hiyo ni vizuri tukaendelea kuwapa elimu hiyo. Kwenye eneo la Kiponda, kero za pale, wajasiriamali wanaondoshwa kwenye maeneo ya biashara. Tunachotaka kufanya ni kutengeneza maeneo mazuri ya kufanyia biashara. Ndugu zangu, haiwezekani biashara ikafanywa kila pahali, mji hautokuwa safi. Lazima tupange eneo hili la biashara, eneo hili sio la biashara. Sasa hatutaki kutumia nguvu, tunataka tutengeneze kwanza yale maeneo ya biashara, alafu watu wawe wanahamishwa waende kwenye maeneo mazuri zaidi. Nilipokuwa nje ya mji huko, niliwaambia safari ile nilipokwenda Mwanakwerekwe, nilikuta wanafanya biashara kwenye matope. Nikaambia tukiingia madarakani tutaleta masoko ya kisasa. Masoko ya kisasa tumejenga Kwerekwe, Jumbi, Chuini, Mombasa. Kilichobaki sasa ni mji mkongwe, na kwenyewe lazima kuwe kuna maeneo mazuri ya kufanyia biashara.